Kimbiji. 81.3 Injili ya ukombozi kwa wanadamu wote. Mwanangu, swala la kuvuliwa nafsi linaniuma sana. Ila na imani kubwa na wewe, kwa sababu nimekulisisha mikoba yangu yote. Mama, swala lote niachie mimi, nitamaliza lote mimi. Hakuna mtu yoyote wa kunitisha. Sawa mwanangu. Tangazo. Narudia tena, tangazo ni katika kanisa la Injili ya ukombozi kwa wanadamu wote lililoko Kimbiji Daraivu. Ili kanisa kuna nabii anaitwa Mhoja Fweja. Karibuni wenye matatizo mbalimbali, mtamuona Mungu. Uwe na kansa, kisukari, mapepo, roho za kulogwa, mizimu mbalimbali, mashetani, majini, iwe unaota ndoto mbaya, hizo ndoto ukifika kwa nabii Mhoja Fweja zinakomeshwa kwa jina la Yesu. Usipange kukosa. Wewe mama, baba, kijana unayezisikia habari hizi, ni habari za ukombozi wako, ni habari za kufunguliwa kwako. Usikae unateseka na mateso mengi. Hapana, karibu. Unayetokea Buyuni, unatokea Cheka, shuka Kimbiji. Sehemu zote unayotokea wewe, shuka Kimbiji. Karibuni sana. Namba za simu ni 0684 98 56 54. Narudia tena 0684 98 56 54. Karibuni sana wote, msikose. Magonjwa sugu yataondoka siku hiyo. Mungu awabariki sana. Karibuni, msipange kukosa. Bero, kama una simu naomba uniazime. Hebu unapomkuta mtu kwanza unatoa salamu. Alafu kuna kimya sana. Unajua kimya kingi kinakuja na kishindo. Nimegafilika bwana, naomba tu nisamee. Ila usimalize salio langu tu. Fanya haraka usije kalimaliza hilo salio mie. Alo. Changamka. Samahani kwa usumbufu. Nimepiga simu kwa sababu nimesikia tangazo kwenye redio. Ndiyo, nimesikia kuna kanisa moja, kuna mchungaji anaitwa Nabii Mhoja Fweja. Ndio maana nikachukua zile namba. Mimi natoka kwenye kijiji cha Giza huku, yani kuna uchawi huku. Ndiyo. Fanya haraka basi. Aya, sawa, asante. Kwa unapigia wachungaji unafikiri sawa kijini hapa litaisha? Hiyo unachekesha wewe. Asante bwana kwa msaada wako.
Nyausa mpo wangu. Mbona unawaza hivyo? Unajua, mimi ndo maana sikutaka hata kuja kwenye huu msiba. Kwa sababu nakijua vizuri sana kijiji hiki. Hata hivyo, sistahili kulaumiwa kwa chochote kile. Naelewa mjomba. Lakini unadhani hatima hili tatizo ni nini? Nyausa, kila nikibwawabu huwa sipati majibu. Lakini wakati mwingine naona ni bora nimfuate moja kwa moja huyo mchawi. Hata hivyo, itabidi nimnywe pombe kidogo. Labda tunaweza tukaenda tukaongea lugha moja. Mjomba, hujaacha pombe? Unadhani ukaenda umelewa mtaelewana lugha? Nyausa, wahenga walisema donda kuliganga, shariti uliangalie. Kweli hii mbaya, nitakufa mimi. Wataniua jamaa. Mashauri ya mtu usiashike. Mtu siri husema na moyo wake. Lakini wewe umeenda tofauti. Sijakuelewa bado. Unamaanisha nini? Nimekuzubua haya masikio ili usikie ninachokisema. We mama. Nahitaji nikubadilisha jina. Nataka watu wakuite marehemu. Kwa sababu kitendo cha kifanya umemvua mama yangu nafsi. Imeniuma mno. Sasa kama unataka uhai, nahitaji nafsi ya mama yangu ulioimeza humo tumboni utoe sasa hivi. Wanitolee macho yako hayo. Kama mlevi amekutana na mbwa kizungu usiku, tena usiku wa manane. Nakupa siku moja tu. Nikienda, nikirudi, tena itakuwa habari nyingine. Hapa kweli ndo nimeamini. Kweli dunia duala. Lakini sisi wote tunacheza cheza hata tudondoki. Mashaita shapatikana mawili. Sasa hapa ndo pa kuchagua hapa sasa. Nife au nianze kula vikuku vya watu.